Mwaka 2016, jina la Nirav Modi lilikuwa likitamba kwenye kila jarida la kifahari duniani. Alipofungua duka lake jipya la vito kwenye mtaa maarufu wa Old Bond Street jijini London, mastaa wa kimataifa walimfanya kuwa chaguo lao la kwanza. Kila mtu aliamini alikuwa mfanyabiashara aliyetumia akili na ubunifu wa hali ya juu kujenga ufalme wake wa almasi. Lakini nyuma ya utajiri huo mkubwa kulikuwa na siri nzito na ya hatari iliyokuwa ikitendeka. Siri hiyo ilikuwa ni mchezo mkubwa ambao haukuwa na mtu mmoja pekee. Nirav Modi alikuwa akishirikiana kwa karibu na mjomba wake wa damu Mehul Choksi, bilionia mwingine anayemiliki himaya kubwa ya vitu vya thamani vya Gitanjali Group. Kwa pamoja walitengeneza mtandao uliopanga kuiangamiza sekta ya kibenki nchini India. Ilipofika mapema mwaka 2018, dunia ilipigwa na mshangao mkubwa. Serikali ya India pamoja na usimamizi wa benki ya taifa ya Punjab inayojulikana kama PNB ilifichua mchezo mchafu wa kifedha uliodumu kwa zaidi ya miaka 7 bila kugundulika. Nirav Modi na mjomba wake hawakuwa tu wafanyabiashara wa almasi, bali walikuwa wachezaji wakuu kwenye moja ya matukio makubwa zaidi ya utapeli wa kibenki kuwahi kutokea barani Asia. Mbinu waliokuwa wameitumia iliripotiwa kuwa ni rahisi, lakini ya kijanja na hatari sana. Walishirikiana na maafisa wachache wala rushwa ndani ya benki ya PNB. Maafisa hao walitoa nyaraka maalum za kibenki zinazojulikana kama Letters of Undertaking ama LOU. Nyaraka hizi zikafanya benki ya PNB kuonekana kama mdhamini mkuu wa makampuni ya Nirav Modi. Kupitia dhamana hizo za uongo, benki za kigeni zikampa mikopo ya mabilioni ya dola ili kununua almasi. Na ili kuficha ukweli huu, jumbe za dhamana hizo zilitumwa kimataifa kupitia mfumo wa Swift nyakati za usiku baada ya saa za kazi kufungwa. Maafisa hao walichukua fursa ya udhaifu mkubwa wa teknolojia. Mfumo wa Swift wa benki hiyo haukuwa umeunganishwa kabisa na mfumo wao wa ndani wa kumbukumbu za hesabu. Kwa sababu hiyo, miamala hiyo ilirushwa kimataifa, lakini ikalipuliwa na kutoingizwa kabisa kwenye mfumo wa ndani wa ukaguzi wa benki. Hivyo hakuna aliyejua kuhusiana na pesa hizo. Pesa hizo ambazo zilipatikana kwa udanganyifu hazikununua almasi kila wakati. Modi alianzisha makampuni hewa, yani shell companies, huko Hong Kong, Dubai na Marekani, akizungusha fedha hizo katika makampuni yake mwenyewe kuonyesha biashara yake inakuwa, huku kiasi kikubwa kikihamishwa kwenye akaunti zake binafsi ili kununua majumba ya kifahari. Kila mara mkopo mmoja ulipofika tarehe ya kulipwa, Modi alichukua tu dhamana mpya yenye kiasi kikubwa zaidi ya kile ili kulipa mkopo wa zamani na kuchukua kiasi kilichobaki. Mchezo huo wa fedha kwenye rekodi ya historia ukaendelea hadi kiasi kilichoibiwa kikafika takribani dola bilioni 1.8. Siri ikaanza kuvuja taratibu. Mapema mwaka 2018, baada ya mmoja wa maafisa waliokuwa wakimsaidia kustaafu, akaingia afisa mpya na ambaye alikataa kutoa dhamana hizo bila kuwekwa kwa mali za kuaminika kama rehani. Wakati wa ukaguzi wa kina ulipozinduliwa, Nirav Modi na Choksi walikuwa tayari wameshanusa hatari. Wiki moja tu kabla ya kashfa hiyo kulipuka hadharani, walitoroka India kwa siri kubwa pamoja na familia zao. Modi akielekea Ulaya, huku mjomba wake akikimbilia visiwa vya Antigua kujificha. Akiwa anatafutwa na vyombo vya sheria vya kimataifa na mashirika kama Interpol, wengi wakadhani Modi angejificha kwenye mashimo yasiyojulikana ama sehemu ambayo angebadilisha majina yake na biashara zake mbalimbali. Lakini mwezi Machi mwaka 2019, hapa stori ndio ilipoanza kufichuka duniani. Gazeti la The Telegraph la Uingereza likachapisha video na makala iliyoshtua dunia na kuaibisha mifumo ya usalama ya mataifa haya mawili. Waandishi wa habari wa uchunguzi wa gazeti maarufu la Telegraph wakamfuatilia kwa siri na kumnasa live akitembea kwa madaha kwenye mitaa ya kifahari ya West End jijini London. Ripota wa The Telegraph akamsogelea ghafla Modi akiwa amevalia koti lake la ngozi la mnyama aina ya ostrich lenye thamani ya pauni 10,000 kwa kama takribani shilingi milioni 35 za Kitanzania. Kwenye video hiyo iliyosambaa kwa kasi ya ajabu duniani, mwandishi alimshushia maswali mazito mfululizo kuhusu sakata la utapeli na maisha yake mapya ya siri ya Uingereza. Modi akiwa amepigwa na butwaa huku akijaribu kulazimisha tabasamu la uoga, alikuwa akijibu neno moja tu kwa kila swali: no comments, yani sina la kusema. Makala na video hiyo ya The Telegraph
haikutafuta tu habari, bali ikaamua kufichua kuwa bilionea huyo mkimbizi alikuwa akiishi kwenye jumba la kifahari la paundi milioni 8 na hata alikuwa amefungua biashara mpya ya almasi katikati ya jiji la London bila mamlaka yoyote kufahamu. So siku chache tu baada ya makala hiyo ya The Telegraph kulipua bomu hilo hadharani na kuwaibisha mamlaka ya usalama wa Uingereza, polisi wa Scotland Yard wakaamua kumkamata. Wakati Modi akiwa gerezani, serikali ya India ikaanza kuubomoa ufalme wake wote nyumbani kwake. Mali zake zilitaifishwa. Magari yake ya kifahari kama Rolls Royce, saa za dhahabu na michoro ya gharama kubwa ilipigwa mnada kufidia deni la taifa. Hata hivyo, jengo lake kubwa la kifahari ambalo lilikuwa jijini Mumbai liliripotiwa kulipuliwa kwa baruti na kubomolewa kabisa na mamlaka. Baada ya miaka kadhaa ya mapambano makali ya kisheria ndani ya seli za gereza la Wandsworth jijini London, vita ya Nirav Modi ikafikia kikomo. Mahakama Kuu ya Uingereza pamoja na Mahakama ya Ulaya ya Haki za Binadamu ikatupilia mbali rufaa zake zote zilizopinga kurejeshwa kwake nchini India. Hivi sasa mchakato wa kiutawala kumhamisha umekwisha kuanza rasmi, ambapo anatarajiwa kusafirishwa chini ya ulinzi mkali hadi kwenye gereza lenye ulinzi mkali wa hali ya juu la Arthur Road Jail jijini Mumbai ili akabiliane na kifungo cha muda mrefu kilichohusisha wizi, utakatishaji fedha na udanganyifu. Kisa hiki cha Nirav Modi kiliibuliwa na makala kubwa ya The Telegraph, lakini tena wametoa makala nyingine hivi karibuni ya kuelezea kinachoendelea mpaka hivi sasa kwa Nirav Modi, ambacho ni kisa kinachobaki kuwa mfano halisi wa jinsi tamaa ya utajiri wa dhuluma ulivyoweza kuangusha ufalme mkubwa kwa muda mfupi sana. Unaweza kwenda kuitazama makala hiyo kupitia peji yao ya The Telegraph. Mimi ni Gina Baltazari. Don't forget to leave your comment behind.